Sasa mimi nataka unipe mifano katika unyanyasaji wa kihisia unakuaje? Mfano, kukutamkia maneno ya kukuumiza. Mfano, wewe kazi yako ni kula tu, au ile kumtoa mtu kasoro. Hiyo ndo sipendi. Kumtoa mtu kasoro. Wewe tayari ulishanijua mimi na kichwa labda kikubwa. Kwa nini uniambie? Ulinikuta nacho hichi tangia tukiwa single. Ulinikuta na hichi kichwa. Yaani vitu kama hivyo vinaleta maumivu. Au mtu anamtamkia mwenzake, wewe wenzako wakati wanapewa ufupi, urefu. Wewe ulikuwa wapi? Habari yako mdau wa kipindi chetu pendwa cha Fix You with Kamrin. Majina yangu mimi naitwa Irene Kamugisha na kukaribisha tena kwenye episodi nyingine nzuri sana ambayo leo naifanya na wanaitwa wakili wasomi hawa. Wenyewe lazima uweke neno msomi mbele ndio ieleweke kwamba yeye ni msomi. Wanasheria, watu wabishi sana hapa sijapata ona. Sijui kwa sababu ya mambo yao wanaofanya huko mahakamani au wanapokuwa wanasimamia sheria inawafanya wawe watu wajuaji kidogo. Wa namna hiyo. Kwa niko na Divine Jackson Highbay. Huyu yeye anajiita legal counsel, ni legal counsel. Yaani yeye anashauri wanandoa, anashauri familia, anasaidia kuwapa ushauri wa kisheria, lakini pia kuwashauri tu ile kawaida, kuwa counsel tu ile kawaida kabla wafanye maamuzi ya kwenda kwenye divorce. Anadili na watu wa aina hii wengi sana, ambapo sasa nikaona huyu atafaa sana kutuambia ni sababu zipi zinapelekea ndoa nyingi kuvunjika. Ni sababu zipi ambazo zinapelekea ndoa nyingi kuvunjika. Kwa sababu wakati nazungumza naye amesema kwamba kabla mtu hajamfikisha kwamba kwenye ile hatua ya kwenda kufile for divorce, lazima asikilize pande zote mbili, alafu ajue tatizo ni nini, alafu kabla ya kufika kule basi unaweza ukakuta hata wafiki wanaishia tu hapa kwamba ni jambo dogo sana linalowafanya hao watu wakosane. Kwa hiyo tuko naye hapa leo, tutajua sababu nyingi ambazo zinapelekea ndoa kuvunjika. Tunaona ndoa zinavunjika, ndoa zinavunjika, lakini kumbe kuna vitu vidogo vidogo huku chini kwa chini ambavyo vinasababisha ndoa nyingi kuvunjika kwa sasa. Yaani kuna wimbi kubwa la ndoa kuvunjika, na sidhani kama huo ni mpango wa Mungu. Huo si mpango wa Mungu. Mungu anafurahia ndoa zinazodumu. Lakini pia Divine ameniambia kwamba ndoa inaweza ikawa imewekwa kwenye msingi mbovu. Ndoa ikianza na msingi mbovu, basi yeye anasema ni ngumu sana hii ndoa kutoboa. Yaani manake katika mazungumzo yake na watu mbalimbali wanaokuja kwake na matatizo ya ndoa, anagundua kwamba kuna watu kumbe wanaanzaga na msingi mbovu wa mahusiano yao. Mimi nataka nisikie kutoka kwa Divine. Mahusiano yaliyojengwa kwenye msingi mbovu ni yapi? Karibu sana Divine. Asante sana dada Irene. Kwa majina yangu naitwa Divine Jackson. Mimi ni wakili na pia nimebase kwenye counseling, kucounsel wanandoa, kuhusu mambo ya divorce, mambo ya familia na mambo ya kijamii kwa ujumla. Nashukuru kwa kunialika kwenye kipindi cha leo ili tuweze kuifix jamii kutokana na changamoto nyingi zinazopelekea talaka. Mimi kwenye hii kazi nimeifanya kwa kipindi cha muda mrefu sasa. Inafika zaidi ya miaka 7. Kwa hiyo nimeona sababu nyingi watu wanaokuja kwa ajili ya swala la talaka. Naona sababu nyingi zinafanana. Na leo nimechukua sababu chache ili tuweze kuongea na jamii. Ili kabla mtu hajafikia swala la talaka, aone kama anaweza akajirekebisha. Kuna ndoa zinafikia sehemu ambayo unaweza mkazungumza na mkarekebishana. Na kuna zingine wanasema ni beyond, haziwezi kuwa irreparable. Ni ishafika hatua ambayo hamwezi tena kuitengeneza.
Kwa hiyo nitazungumzia sababu kadhaa ili wewe mwanandoa, wewe mwanajamii, wewe mzazi uweze kuwasaidia wanandoa kuishi katika ndoa zenye ndoa nzuri zitakazoleta matunda mazuri pia. Alright, Divine, asante sana. Naomba nikuulize kwanza. Umesema kwamba ndoa iliyo na misingi mibovu ni ngumu sana kutoboa. Mimi naomba nijue hii misingi mibovu ni ipi? Sawa. Mfano, ndoa ambayo imefungwa kutokana na uongo. Tunasema ndoa iliyofungwa basing on lies. Yaani tokea mwanzo kabla hawajafunga, mtu hakuwa na lengo la kwamba naingia kwenye ndoa ili tudumu, tuzae watoto na nini. Labda sababu mojawapo inaweza ikawa mtu labda kazini kwao anahitajika kuwa ili apandishwe cheo fulani inabidi awe ameoa. Au anataka kusafiri nchi nyingine anaambiwa awe ameoa. Kwa hiyo unakuta sababu nyingine ni mtu anataka nyadhifa kwenye jamii, reputation, aonekanike kwamba huyu ana ndoa. Na jamii imetuaminisha kwamba mtu akiwa na familia ndo mtu anayeheshimika. Kwa hiyo unakuta mtu hajakuwa na uwezo, kifua tunasema, cha kuwa na ndoa. Inabidi aingie kwenye ndoa kwa sababu tayari jamii imemwaminisha kwamba kuwa na ndoa ni heshima. Kitu ambacho sicho. Ndio kuwa na ndoa ni heshima, lakini pia tunaona kuna vijana ambao ni single, ni vijana ambao hawana ndoa lakini wana kazi zao nzuri, wana biashara zao nzuri, wana tabia nzuri kwenye jamii zetu. Kwa hiyo unakuta kwa sababu kama zile, hiyo ndoa haiwezi fika mbali. Kwa sababu partner mmoja katika ile ndoa, mwenza mmoja atakuwa ameingia kwenye ndoa kwa ajili ya kujenga, kwa ajili anataka kufika mahali. Kumbe mwenzake ameingia kwa ajili tu ya kupata yale makaratasi kwa ajili ya kazini, au kwa ajili ya safari, au kwa ajili ya kupata nyadhifa kwenye jamii. Ndoa hivi haiwezi kwenda popote. Kwa sababu mmoja atakuwa na lengo la tunajua ndoa ili iwe ndoa vitu gani? Lazima hao wawili wanie mamoja. Lazima wawe na ushirika mzuri kwenye mawasiliano. Lazima wawe wanajenga vitu kwa kushirikiana. Maana tunasema mfano, mimi ni Mkristo, tatoa tu mfano. Hii ni kwa ajili ya watu wote. Tunasema si wawili tena bali ni mwili mmoja. Kwa hiyo unakuta kwenye ile ndoa yule mtu anaishi kama mtu mmoja, kama single na sio kama wawili. Kwa hiyo ndoa kama hii haiwezi kufika popote. Mfano kidogo hapo. Kwamba yani mtu ameolewa au ameoa lakini maisha yake ni kama hajaingia kwenye ndoa. Yani yuko kwenye ndoa lakini maisha yake, lifestyle yake ni kama mtu aliye single. Yes, unakuta mtu ameingia kwenye ndoa, lifestyle yake anakuwa anaishi kama single kwa sababu unajua ndoa, kitu chochote hata biashara ni nia inayotoka ndani. Kwa hiyo yeye ile nia ya kwamba anataka kuishi kama familia haikuwepo. Yeye aliingia kwa kigezo chake kingine. Mimi nataka tu yale makaratasi. Kwa hiyo ile nia haikuwepo. Kwa hiyo hii ndoa haiwezi kufika popote. Na unakuta kuna wengine na hao wengi wao sababu nyingine inayotajwa. Mtu anaingia kwenye ndoa lakini akifika huko anaishi kama single. Yaani ule ushirika wa wanandoa haupo kabisa. Anatoka anavyotaka, harudi nyumbani labda siku 3 wiki, haelezi yuko wapi. Kwa hiyo unakuta yule na hataki kuulizwa. Anakuambia wewe ishi na wewe unavyotaka. Kwa hiyo unakuta yule mmoja ameingia akijua misingi ya ndoa alivyofundishwa au alivyoona kwa wazazi wake au kwenye jamii kwamba ni tunaishi pamoja, tunawasiliana, tunapeana taarifa, tunapanga masuala ya kifamilia, labda ya kijamii, labda ya watoto, tunashirikiana. Unakuta huyu mmoja yuko ready kufanya ushirikiano. Yule mwingine anaishi kama single. Kwa hiyo huyu anaanza kutengeneza maumivu kwa sababu kile alichokitarajia kwenye ndoa hakipati. Yeye alijua kwamba ametoka kuwa single anaingia kuwa kwenye ndoa, kumbe naye anaenda tena kuishi kwenye usingo mwingine akiwa kwenye ndoa. Na unakuta ndoa za hivi ziko nyingi sana sana. Kwa hiyo unakuta wengine kila mtu anapambana na hali. Kila mtu anapambana na hali.
Kwa hiyo sasa hapo Divine nikuulize swali kwamba ni sahihi watu wanavyosema kwamba kuingia kwenye ndoa ni kupoteza uhuru? Wanaosema kuingia kwenye ndoa ni kupoteza uhuru ndo hao sasa wanaotaka kuishi single wakati wameoa au wameolewa. Unapoteza uhuru. Yes. Yes, kwa 100%. Tuseme 100. Sio kwamba ni kupoteza uhuru pase. Ni kitu ambacho umekikubalia kabla hujaingia. Kwamba haki zangu mimi ni za kwako wewe, na za kwako wewe ni zangu mimi. Yaani wewe ni bega langu na mimi ni la kwako. Wewe ni moyo wangu na mimi ni na wewe ni moyo wangu. Kwa hiyo sisi ni mmoja. Kwa hiyo kuishi mmoja, wewe ni mkono wangu, itakuwaje mkono uondoke? Mimi sina taarifa. Kwa hiyo lazima ule ushirika uwepo kwa 100% ili ndoa iweze kwenda mbele. Lakini akiwepo mmoja ambaye yeye miguu yake hataki mimi niitumie, kila siku miguu haipo nyumbani, maana yake lazima hiyo ndoa itashindwa kufika mbali. Kwa sababu tulivyoumbwa ni tushirikiane, mume na mke. Kuna vitu mimi sina, mume anavyo. Kwa hiyo yeye atanipea. Ule muda mimi nataka anipee, kama yeye hayupo, hakuna mahali ndoa itaenda. Au muda yeye anataka mimi nimpe kile ambacho anakitaka kutoka kwangu, mimi sipo, niko busy na mambo yangu, hii ndoa hamna mahali itaenda. Labda tuishi single kwa makubaliano. Ziko ndoa za hivyo. Ziko ndoa za hivyo. Wanaingia kwenye ndoa lakini tupo kwenye ndoa lakini we are free. Tuko huru kila mtu kufanya kile ambacho tunaona tunakipenda. Kwa hiyo jamii nyie huku nje mtashangaa, labda kwa nini fulani yuko huru labda kuwa na wanawake wengi au na wanaume wengi. Kumbe wale walisema sisi tunahitaji jamii tuone tuna ndoa, lakini sisi ile ndoa is just a cover. Ziko za hivyo. Kwa hiyo wewe ambao unapenda ndoa, usiige watu wa aina hii. Usiige, yani kwenye haya maisha ishi wewe na kile unachoamini. Usiangalie jirani anafanya nini. Tukute unaona wana furaha kwa sababu tayari wana makubaliano. Umeelewa? Kwa hakuna anayeumia kati yao. Hakuna anayeumia. Tofauti na wewe uliingia ukiwa unataka ndoa ya mume mmoja na mke mmoja. Mwanzio akiishi kama single lazima uumie. Lakini wale ambao walishakubaliana kwamba sisi ndio tutaoana lakini tunaruhusiwa kuendelea na maisha mengine bila kuulizana, wako hivyo. Hao wataendelea kuishi happily kwa sababu ni aina ya maisha waliojichagulia. Wow. Amazing. Safi sana. Kumbe kuna watu wanakubaliana kabisa. Kuna watu wanakubaliana. Tukae lakini niko single, uko single, kwa hiyo life. Yes, tunakubaliana tu kuna masuala tutafanya kama wanandoa, tutazaa pamoja. Kama wanandoa tutajenga pamoja, mauchumi pamoja, lakini mambo mengine tunaruhusiwa. Alright. Hiyo inahitaji roho ngumu. Kwa makubaliano mimi naona ni sawa kuliko yule ambaye anaamua kuchepuka anavyotaka. Kwa makubaliano mimi naona ni sawa. Kuna watu wanaona it's okay, let's agree on this, na ili isiwe surprise. Yes. Kitu kama sio surprise unajua, na mnakuwa mmekubaliana before hamjaingia kwenye ndoa. Alright. Okay. Haya, sasa Divine, wewe unashauri kwamba pale wapenzi wanapokuwa wameoana, ndio ule mwaka wa kwanza wasiwahi sana kupata mtoto. Ndio. Lakini naomba nikuambie kwamba kwenye jamii yetu saa hii, ndio, hata hapa tunavyozungumza, siku hizi mabi harusi wanaolewa wakiwa wajawazito. Ndio. Na si jambo la kushangaza tena, tumeshaona ni kawaida. Lakini wewe unasema bwana, mimi nashauri kwa namna nilivyozungumza na watu, kwa mambo niliyoyasikia kwa watu, mwaka wawe off, yani wasiwe na majukumu ya watoto na nini, wafocus kwao, ili kitokee nini hapo. Okay. Mimi kwa kesi nilizosikiliza nyingi za masuala ya ndoa, ndoa nyingi changa ndo zenye shida. Kuna watu wakishafika let's say 3 years, 5 years and above, wale watu wanasema tu tuishi zetu tu.
You understand? Wameshasomana. Ndoa hizi za mwaka 2 years kurudi huku chini nyingi zinakuwa na shida, kwa sababu yani watu ndo wanakuwa kwenye, sijui kwa Kiswahili tunahitaji, wanafanya adjustment kutoka kwenye ile kuwa single na kuingia kwenye ndoa. Kwa hiyo wakati wanafanya ile kujiadjust kutoka hatua moja kwenda nyingine, mambo mengi hapa yanatokea sana. Unakuta kihisia sio wengi wanaweza kubeba. Kwa hiyo hebu fikiria, mama we mjamzito, bado kuna changamoto nyingi hapa katikati ambazo zinaweza zikapelekea kwa namna moja ndoa ikavunjika au ikabaki. Yes Divine, katika mazungumzo yetu wakati tunazungumza hapo ukasema wewe kama legal counselor, wanawake wengi walipokuwa wanakuja pale mwanzoni, walipokuwa wanakuja kwako kukuelezea matatizo yao ya ndoa na mambo wanayopitia, ukawa unawauliza kwamba unapigwa. Ndio. Akisema hapana, unamuuliza sasa wewe mbona tatizo halina mashiko. Tunakuja kwenye ile point ambayo ulikuwa unazungumzia kwamba kumbe unyanyasaji unaenda mbali zaidi ya kipigo cha mwili. Ndio. Ukazungumzia habari ya emotional abuse and emotional and mental abuse. Kwamba kuna unyanyasaji wa kihisia unaweza ukamtokea mtu, lakini pia kuna unyanyasaji wa kiakili, lakini pia kuna unyanyasaji wa verbal, ule wa kuna maneno fulani. Yes. Hii imekaaje kwako? Okay, sawa. Unyanyasaji wa kihisia kwa kiasi kikubwa jamii zetu ni kama umeusahau fulani hivi. Utasikia unaambiwa kwamba kama wewe unahudumiwa kila kitu, unapewa chakula, malazi, watoto wanalipiwa ada na vitu kama hivyo, sasa kwa nini unataka kuondoka au kwa nini unalalamika? Unakuta abuse ya physical ni inakuja baadaye sana. Tayari mtu alikuwa ameshafanywa unyanyasaji wa kihisia kwa kiwango kikubwa. Labda kwa kifupi, unyanyasaji wa kihisia unaweza ukawa watu wameoana ili waishi kama mume na mke, lakini unakuta labda ni mume au ni mke, yeye anaishi kama single. Kwa hiyo yule mwenza hapati zile haki zake za kindoa za kuwa pamoja na mwenza wake, kushirikiana, kufanya vitu pamoja, kuwa na ule muda quality time kati ya mume na mke, kupanga vitu pamoja, kufanya vitu ile kwa ushirika. Unakuta ule ushirika haupo. Kwa mtu unakuta yupo kwenye ndoa lakini anaishi kama single. Ile inasababisha matatizo ya afya ya akili. Kwa sababu nilikuwa single labda kwa wazazi wangu, sasa nimetoka naenda kuungana na mwenzangu, nimeingia kwenye ndoa tena, huyu mwenzangu simpati. Maana bwana angebaki kule. Kuna ambao labda wengine ni workaholic. Sio kwamba hata anafanya vitu ambavyo sio vizuri. Labda ni yani workaholic ni tuite mtu anayefanya kazi sana. Yani kupita kiasi. Sio kufanya tu kazi kupita kiwango. Kiasi kwamba anakosa muda na familia, muda na mke, muda hata wa kwake yeye peke yake. Kwa hiyo unakuta yeye anakuambia sasa mimi nakupa kila kitu, kwa nini unalalamika? Yule mtu hakufuata tu labda magari, magorofa, mapesa, amefuata kutaka kuwa na ushirika na wewe. Anataka quality time na mume wake au na mke wake. Yes. Kwa hiyo hii inaleta sana matatizo ya afya ya akili, kwa sababu mtu siku zote anakuwa na sonona, nataka kuwa na mwenzangu hayupo. Kwa hiyo hili ni jambo ambalo ninaomba jamii waliangalie. Kila mtu ambaye ananisikiliza sasa hivi, yamkini ulikuwa unaona quality time ni kitu cha kawaida, kumpa mwenzangu muda unaona ni kitu cha kawaida. Ninaomba uliangalie kwa jicho la tatu kwamba hii tu inaweza ikawa ni sababu tosha ya mwenzako kusikia upweke na kutaka kuona hisioni maana hii ndoa. Na saa nyingine unakuta wengine wana ile tabia ya kuiga kwa wenzao. Mbona fulani yuko free sana? Wengine wanaweza wakawa free kwa sababu ya makubaliano na mke wake, wamekubaliana kwamba pamoja na kwamba tumeoana, tuko free kuwa na watu wengine. Hiyo ni aina nyingine ya watu. Kwa hiyo unakuta wenyewe kupeana quality time sio kitu cha msingi kwao.
Kwa hiyo tusiwaige, kuna sisi ambao tumeoana ili nipate muda na mwenzangu. Kwa hiyo nisipopata muda na wewe, sioni ule msingi wa ndoa unakuwa haupo. Yeah. Sasa mimi nataka unipe mifano katika unyanyasaji wa kihisia unakuwaje? Mfano mwingine ukiacha kwa mtu kukupa muda, kukutamkia maneno ya kukuumiza. Mfano, wewe kazi yako ni kula tu. Mbona nenepea? Hiyo ni nadhani ni verbo pamoja na hiyo. Wewe kazi yako kula tu. Unanenepeana. Hamna kitu cha msingi unachokifanya. Yamkini amemwachisha labda hata kazi mke wake. Au kabisa unajua mume wangu anaumwa. Sasa hivi hawezi kufanya kazi. Unamtamkia maneno, wewe mwanaume suruali. Au ile kumtoa mtu kasoro. Hiyo ndo sipendi. Kumtoa mtu kasoro. Wewe tayari ulishanijua mimi na kichwa labda kikubwa. Kwa nini uniambie? Ulinikuta nacho hichi tangia tukiwa single. Ulinikuta na hichi kichwa. Yaani vitu kama hivyo vinaleta maumivu. Au mtu anamtamkia mwenzake, wewe wenzako wakati wanapewa ufupi, urefu. Wewe uko wapi? Umemchagua mwenyewe mfupi. Wakati umemchagua mwenyewe warefu walikuwepo hujawaona. Sasa hivi uko kwenye ndoa ndo unamtoa mwenzio kasoro. Au wewe yani labda mko na wageni. Unamtoa labda unatafunaje hivyo? Kuna vitu ambavyo kuna watu hawezi kubeba hicho kitu. Hiyo tu ni sababu anaona hii siwezi. Anakuambia, wakili, mimi huyu mke wangu amekuwa akiniambia hivi mara nyingi kiasi kwamba imenifanya sina confidence. Kwa hiyo mimi naona bora tu nimwache aende. Na hiyo inakuwa inatokea kwa pande zote mbili, kwa kike na kiume. Hiyo emotional abuse iko kwa wote. Unajua mara nyingi wamama wanajificha kwamba mimi sina nguvu za kumpiga. Lakini wanajua kunyanyasa kihisia. Maneno yanauma. Mwingine yani tu anamnyanyasa hata kwa maumbile yake. Kwa hiyo ile tayari namletea mtu matatizo ya afya ya akili. Kwa hiyo kuna vitu ambavyo wanandoa wanatakiwa wajue kwamba unyanyasaji wa kihisia ni mbaya kuliko hata physical abuse. Jamii zetu zinapenda kuangalia tu kunyanyasika ni kama upigwi basi. Kama upigwi vumilia. Kama upigwi vumilia. Lakini je, hii emotional abuse inamfanya mtu awe drained kiasi kwamba anaweza akashindwa kuelewa hata ni jinsia gani. Inaua utu wa mtu. Inaua utu wa mtu. Mtu anaweza akawa anatembea barabarani anaongea mwenyewe kwa sababu ya yale maneno ya maumivu anayotamkiwa kila siku yana ring kichwani kwake. Wewe utakuwa ni sio nini, utakuwa ni wewe. Yaani kasoro zinapokuwa nyingi zinamnyima mtu confidence. Zinamnyima mtu ujasiri. Jamani, namwache kusema matumbo yetu jamani. Au kama ni mtu wa jinsia ya kike. Wanatunyanyasa sana watu kisaikolojia. Yaani ndio umeniona. Jamani. Umekutana na mtu kitu cha kwanza ni unene wake. Siku hizi ndo jamani, huyo sio mume lakini jamani unanitraumatize. Niambie tu umenawiri, umependeza. Bwana. Yaani kama kuna mtu mmoja nilimwona kwenye comment kule. Nipunguza mwili. Yamekuwa hayo. Lakini nitapungua, nitafanyia kazi suggestion yako. Nitapungua, nitafanya hivyo. Lakini jamani nifuate basi hata inbox. Lakini tulishakubaliana tusikilize watu. Lakini unene sio mzuri kwa afya tumsikilize Dr. Janabi kabisa. Sio mzuri, lakini kuna namna ya kuambiwa katika namna ambayo ya upendo vibaya. Nice. Kwa hiyo katika verbal abuse ni hivyo tu. Je, hivi verbal abuse inaweza ikatokea baina ya mtoto na mzazi pia? Yes. Tena sana. Mfano wazazi wengi wana hicho kitu cha labda kuwagombezea watoto madhaifu yao.
Miguu yenyewe kama chelewa. Hiyo tayari inampa mtoto kujua kwamba mimi miguu yangu sio mizuri, imekaa vibaya. Wewe una kichwa, yani kichwa chako kikubwa kama cha babako. Una sijui nini mweusi sijui kama kitu gani. Hiyo tayari inatengeneza maumivu. Yani mtoto atakuwa akiwa na hicho kitu kichwani. Saa nyingine pia hana huo udhaifu, lakini tu kwa sababu mama ana maumivu au mzazi ana maumivu kutokana na unyanyasaji anaofanywa na mwenzake, anahamishia kwa nani? Kwa mtoto. Okay. Yeah. Kwa hiyo hii verbal abuse, jamani, wazazi wengine ambao tu mko mnaishi tu vizuri, sio kwamba hata mna changamoto yoyote ya ndoa, mnaishi tu vizuri, wana hiyo sana. Yani mtoto ukikosea unatamkiwa neno ambalo mzazi anahisi limeishia pale, kumbe bado linatembea. Linaenda. Right. Yeah. Aya, wakati tunazungumza pia tuligusia habari za yani kwamba kupata mtu ambaye ni reflection ya kile ambacho huwezi kujifanyia. Kupata mwenza, unasema kupata mwenza anaye reflect your traumas. Okay. Hii imekaaje kwako? Okay, sawa. Mfano, watu wengi let's say kwenye jamii au hata kabla hawajaingia kwenye mahusiano au wako tayari kwenye ndoa, tunatamani tupewe upendo na wenza wetu. Kwa nini nimesema mwenza wako ana reflect kile kitu ambacho huna? Kama mimi nitakuwa natamani sana Irene unipende, unipe quality time, unipe sijui nini, unipe hivi vitu, na unakuta hunipi, maana yake mimi sikuanza kujipa mwenyewe. Kwa hiyo nini cha kufanya? Mimi natakiwa nijipe self love, nipone kutokana na traumas, maumivu nilokuwa nayo toka zamani. Nijue kujipea zawadi, nijipe quality time, nijue wapi pa kusema hapana, nijue mipaka yangu, nijue wapi pa kuwapendeza jamii, na wapi nikiendelea kufanya nione kwamba hichi kitaniletea maumivu mimi. Nijue mipaka. Nikishajua namna ya kujipenda mimi na kujipa vitu ambavyo natamani mwenzangu angenipa, wanasema the law of attraction. Sawa, we attract what we have. Tunaambiwa tuwapende majirani zetu kama sisi tunavyojipenda. Sasa nawezaje kukupenda wewe kama inavyotakikana kama mimi sijipende? Ninawezaje kupua from an empty cup? Lazima kwenye cup yangu kuwe na maji, kuwe na soda juice, ndio naweza kukuweka. Yes, inayojitosheleza. Yes, ili uweze kumpa mwingine. Yes. Yaani kwamba imefull mpaka inamwagika. Naweza nikakupa. Lakini yakiwa huku nikikupa wewe, maana yake mimi nabaki nimekwangulika. Kwa hiyo naanza kusikia maumivu. Yaani naona kwamba huyu mtu kama ananitumia, kumbe ni wewe mwenyewe hujajipa uthamani. Kwa hiyo tunachotakiwa kufanya kabla hujaingia kwenye ndoa, ili tusipelekee ndoa kuvunjika, jua kujipa we mwenyewe upendo. Wazungu wanasema self love. Jua kujipa zawadi, jua kusema no, hapana ambako inatakikana, jua mipaka. Maneno ya jamii yasikuendeshe. Wewe angalia kwa imani yangu, si ndio? Kila mtu ana imani yake. Kwa sheria za imani yangu na sheria ya nchi niliopo, nikifanya hichi kitu ninakwaza mtu? Hapana. Navunja sheria? Hapana. Kama kinakufurahisha fanya. Usiangalie jamii itasema nini. Watu wengi wameingia kwenye ndoa kwa kuangalia jamii itasema nini, na mwisho wa siku ndoa inavunjika kwa sababu hawajajiandaa. Huyu hajajiandaa kuwa mume, huyu hajajiandaa kuwa mke. Kwa hiyo akifika kule kwenye ndoa, si amepata pressure kutoka kwenye jamii. Akifika kule anaambiwa kuwa baba unatakiwa uwe kiongozi, unatakiwa uwe uhudumie, na unatakiwa ulinde. Hizo ni 3 qualities ambazo kila mwanaume anayetakiwa kuwa baba au mume anatakiwa awe nazo.
awe leader, awe provider, awe protector. Sasa unakuta mtu hivyo hana, akifika kule anashangaa, haelewi afanye nini. Yes. Tena mtu aina hii akikutana na mwanamke anayejitambua, hiyo ngoma inakuwa ngumu sana. Tena bora kutane na mtu ambaye na hajui nini afanye. Kwa hiyo wanakuwa wanaenda tu anatafuta njia mpaka mwisho wa siku wanapata. Lakini wewe hujui nini unafanya. Afu mwenzio anajua yeye anatakiwa awe msaidizi. Anakaa hivi, anakuambia nasubiria unipe maelekezo. Mimi ni msaidizi. Nataka uniambie maono yako ili niweze kuyasaidia tufike kule tunakotakikana. Kwa hiyo mume mtarajiwa au ambaye tayari uko kwenye ndoa, wanasema kila wakati ni wakati wa kujifunza. Ndio maana leo tuko mahali hapa, si ndio? Jifunze kutoka kwa wababa wanaofanya vizuri, sio kwa kila mwanaume. Kwa mume anayefanya vizuri, jifunze inatakiwaje. Mbona sielewi? Usikimbie. Kila mtu ana nafasi ya kujifunza na kubadilika. Hapo ndo itaenda. Lakini mtu asipokuwa open kwenye kujifunza, hiyo ndo haiwezi kufika mbali. Naomba nikurudishe nyuma kidogo. Kwa hiyo mtu ambaye yuko kwenye emotional au mental abuse, ndio yuko kwenye ndoa ya aina hii, mwenza wake anamfanyia hivi vitendo, anaweza kutoka vipi pale? Au afanye nini yani ili aweze kusaidika? Akija mtu wa namna hii, cha kwanza mimi huaga namwambia kabla tujakimbilia kwenye divorce, huwa nashauri kwanza separation. Yes. Na hapo nakuwa nimeshamsikiliza na part ya pili. Namwambia kabisa kuna jambo hili na hili na hili. Nimsikie na yeye anasemaje. Unaona kabisa bado anaitaka ndoa. Kwa hiyo mimi nasema kwa hatua aliyofikia mume wako au mke wako, ninaona apate kwanza muda wa peke yake. Katika huu muda wa peke yake, nitamwambia sasa tunatakiwa uanze healing process. Upone kwenye matrauma yote, maumivu yote uliosafiri naye tangia ukiwa mdogo, mashuleni, ujanani, mpaka ulivyoingia kwenye ndoa. Kwa hiyo mimi nitamshauri kwanza wafanye separation. Na hii separation sio kwa lengo labda la kuachana, tukimbilie kuachana, hapana. Kwa lengo la kupona. Hao watu wawili wote wanahitaji kupona. Huwezi ukafanya maamuzi ya lifetime ukiwa unaumwa, ukiwa mgonjwa. Kwa hiyo inabidi ufanyaje? Upone kwanza. Kwa hiyo katika hichi kipindi cha separation nitamwambia wote wanahitaji kupona. Kama wewe unanifanyia abuse, maana yake na wewe ni mgonjwa. Na mimi, si ndio? Inabidi wote wawili wa process healing. Na inakuwa ni rahisi kama wote watakuwa open to that. Sawa, Kwa hiyo kila mtu atakuja kwa wakati wake kusikiliza apitie njia gani. Mfano, mtamwambia sasa umepata nafasi ya kuishi peke yako kama single tena. Umeshapitia maumivu. Ukikaa kwenye maumivu, huwezi kufunction vizuri. Huwezi kufanya kazi vizuri, si ndio? Kama huwezi kufanya kazi vizuri, kwa faida yako wewe binafsi, unahitaji kuondokana kwenye haya maumivu. Sasa utaanza kumwambia unajua wewe ni wa thamani. Unajua hatutaki kuruhusu vitu vya nje kutuharibia amani yetu. Yani kama alikuwa anaambiwa vitu fulani, yes atakuwa anakueleza vitu anaambiwa. Sasa wewe unafanya reverse psychology. Unajua you are beautiful. Yani wewe ni wa thamani sana. Embu nataka kama ni mwanamama, unamwona kabisa ni mtu ana nywele. Nataka ukija session ijayo usuke. Mnaangalia labda na nguo kwenye mtandao. Unaona kabisa ni watu wanao afford, uchumi wako vizuri. Embu vaa hivi. Afu tuongee. Tunabadilisha hata na mazingira kwenda kuongea. Naambia sasa huyu mtu alokutana na wewe ukubwani ndio kufanya uchanganyikiwe. Kwa hiyo mnaenda hatua moja hadi nyingine mpaka anatoka. Mpaka anakaa sawa kiakili. Sasa akishapona
Anajua self love. Anajua kumbe ninakuaga hivi. Kumbe simuhitaji mtu ili mimi kuenjoy maisha. Akisha kuwa kwenye hiyo hali, namwambia sasa, are you ready to go back kutengeneza mwenzako? Au most of time majibu anayesema kama amebadilika, mimi nampenda, tuendelee. Kwa hiyo unakuta na yule mwanaume umeongea naye ameona kweli hapa niko nazingua. Kumbe alikuwa anafanya vile kwa sababu na yeye ana inferiority zake, ana shida zake za ndani. Kwa hiyo anatumia mabavu ili kujionyesha mimi ni mwamba, mimi ni mwanaume. Kumbe ni mwanaume tu fulani mzuri. Kumbe na yeye alipitia trauma, abuse kutoka kwa wazazi. Kwa hiyo unakuta ukiongea naye anaanza kufunguka maumivu yake. Kwa hiyo na yeye anapitia process ya kupona, wanapona. Kuna divorce tena hapa? Washarudiana hapo, wanafanya wana renew vows zao, wanaendelea na maisha. Yeah. Katika mambo umesema yanachangia sana ni jamii kuhalalisha kuchepuka. Okay. Yeah. Hiyo unaizungumzia. Tena kuchepuka kwa upande wa wanaume. Kuna ndoa za aina nyingi. Kuna ndoa za mahakamani, kuna ndoa za bomani, zile za kimila, kuna ndoa za Kiislamu, kuna ndoa za Kikristo. Kila ndoa mtu anayoingia ameshaelezewa ni ndoa ya aina gani. Labda ni ndoa ya mke mmoja na mume mmoja. Ni ndoa ya mume mmoja wake wanne. Ni ndoa ambayo ni polygamous, haina limit. Anaweza akawa na wake hata sijui wangapi, hizo za kimila. Ni ndoa labda ya mahakamani ya mke mmoja. Hizi ndoa zote zimeshaelezewa au ziko defined. Zimewekewa ukuta. Sasa unapotoka nje ya huu ukuta, maana yake wewe umeenda kinyume na utaratibu ambao tuliweka kutoka mwanzo. Kama sheria ilikuwa haijui kwamba wanaume wanaweza kuwa na mke mmoja na wakatoboa, wasingeweka hivyo. Hizo sheria zisingewekwa. Kweli. Yaani kaka zangu, baba zangu, wajomba zangu nawapenda sana. Lakini ili tupone, tutengeneze jamii isiyokuwa na maumivu. Tena maumivu mara nyingi yanaenda kwa watoto. Na hao watoto baadaye ndo wanakuja tena kuwa na ndoa zenye maumivu. Kwa hiyo unakuta cycle inaendelea. Ili tung'oe mizizi, tutengeneze jamii bora, lazima tuambiane ukweli. Kwa hiyo unakuta jamii inasema kwamba hiyo mwanamume kuwa na mke mmoja haitakaitokea. Tukishaweka hivi, maana yake tumetoa free gate pass. Manake pale wakati anasaini cheti angetiki pale kwenye wanawake wawili, watatu, lakini kwa nini ulitiki mmoja? Alafu ukienda ukawa naye huyo mmoja unaenda kutafuta mwingine wa pili, wa tatu mpaka wa nne na zaidi. Au tena mwingine hatafutilie officially. Wanakuwa ni vimada wengi. Sasa hiyo pia inaleta emotional abuse, kwa sababu nikijua mfano mimi ni wa jinsia ya kike, nikijua mume wangu anachepuka, wanawake wana ile tabia, anatafuta yule anayechepuka naye, anaanza kujilinganisha in terms of physical appearance. Umeelewa? Anaanza kujilinganisha. Yule ana maumbile makubwa, kabarikiwa, mashallah. Yule ana rangi ya mtume. Yule ni black chocolate kama wewe. Yule ni black chocolate. Kwa hiyo mtu yule ni slim. Hii sasa na yenyewe inachangia pia wanawake kupata shauku ya kubadilisha maumbile yao. Yes. Yaani anataka afananie na yule. Kwa hiyo kama alikuwa we mweupe, yeye mweusi, wengine wanajichubua. Kama alikuwa pua yake namna gani kama yangu, afu yule ana kama ya mzungu, basi atataka ya mzungu. Ndo haya mambo yanapelekea sasa unakuta mtu
anabadilika si kwa kupenda, lakini kwa sababu ameathirika kisaikolojia. Kwa sababu kanyanyaswa kihisia. Unapoenda kutafuta mtu mwingine wa kuspend naye muda wako, hunipi ule muda mimi naanza kujiuliza, au na kasoro mahali, nimepunguka wapi? Kwa hiyo ile inanitengenezea matatizo ya kiakili. Kwa hiyo baadaye nakuta labda hata kwenye nafasi yangu kama mke naanza kuwa sitoshei, yani sifanyi vizuri. Kwa sababu gani? Muda mwingi niko kutafuta huyu wa nje anafanyaje? Na muda mwingi nakuwa natafuta. Ndio zina mambo. Yes, muda mwingi natumia badala ya kuinvest kwenye mimi kuwa bora. Naanza kutafuta mbinu za kuwa kama yule. Kama ni mnene hivi, tukute tangia kwenye uchumba alinikuta mnene. Naanza kutafuta labda green tea, na konda tena kichwa kinakuwa kikubwa kuliko mwili. Na anaanza tena kunitoa kasoro. Unaona? Kwa maisha haya. Au unakuta tena hiyo. Unaona hiyo kuhalalisha. Hiyo kuhalalisha haiwapi tu wanaume starehe ya ule muda mfupi. Inaleta kuathiri kizazi. Maana huyu mama hatakuwa sawa. Badala awe busy kulea watoto kwenye maadili, yuko busy kumfukuzia mume. Yuko kona gani leo? Yuko na mwanamke wa aina gani? Ni kweli. Huwezi kuwa wewe. Kwa hiyo kila siku kwenye simu anafanya stalking zake. Unatafuta. Sisi ni CIA wazuri sana. Kabisa. Ukiachilia mbali magonjwa. Ukiachilia mbali kuletewa magonjwa. Matatizo ya afya ya akili kwa kina mama yameongezeka kwa kiwango kikubwa. Kwa ajili ya hiyo jamii kuruhusu wanaume kwamba anasema hata makanisani. Lakini pia kuna wanawake hata kwenye vyombo wanasema waziwazi kwamba mvua inanyesha kila sehemu. Kwa hiyo nitulie, nipate matatizo ya afya ya akili, nianze kuokota makopo. Kwamba mvua inanyesha, it rains everywhere. Mvua inanyesha kila sehemu. Kwa hiyo kama mvua inanyesha kila sehemu, manake wengi wananyeshewa. Mimi nimeeleweka, yani wengi wananyeshewa kwamba kwa hiyo hamna sehemu ambayo inyeshi. Si kitu cha ajabu wako kuchepuka. Hata wangu anachepuka. Kwa hiyo tuvumilie. Exactly. Cha msingi, chukua mwavuli, jikinge. Sio sawa. Sio sawa. Kama tunataka jamii iliyo nzuri kwa ajili tu sio ya sisi, ile furaha ambayo anaipata wakati ule. Tuangalie na watoto. Zile changamoto wanazopitia. Kuna wanaume au wababa au wamama wanachepuka kiwango ambacho watoto wanajua. Sure. Yes. Anachepuka, yani labda hata ile kuzaa hapa pale. Yani ile kiasi kwamba watoto wa kiume wanajua kwamba hiyo ndo wanaume ndo tunatakiwa tuwe hivyo. Ili mimi niwe kidume, natakiwa niwe na mambo mengi. Kumbe unaweza ukawa na mke wako mmoja na familia yako nzuri na bado ukawe wewe ni kidume uliowapita hao wanaohangaika. Sawa. Asante kabisa kwa maelezo yako mazuri. Na kwa kumalizia, naomba uniambie, kwa mfano mimi Irene ni mgonjwa wa kisaikolojia, sijijui. Probably nina mambo yangu ya utotoni huko mimi. Kuna mtu aliwahi kunisema juu ya muonekano wangu. Unajua inaanzia kule shule. Kuna watoto huaga namna gani huaga ukipita nao vibaya. Yani wenyewe huaga wana midomo fulani hivi. Yani akitamka hivi anaua kitu ndani yako. Kuna watoto wa aina hilo. Na kila shule huaga wapo. Yani akitamka tu ameua kitu ndani yako. Kwa hiyo ukiwa mkubwa usipokuwa makini unatembea nacho. Kwa sababu aliki-identify alafu akakilebo na wewe ukakikubali. Kwamba ila kweli mimi unajua miguu yangu huwa iko hivi. Ila kweli unajua mimi pua yangu hii na namna ni kubwa kidogo. Lakini ni mtoto tu alitoka huko alikotoka kwao akaja kuambia ndio maana pua lako liko hivyo. Ndio maana miguu yako iko hivyo. Sasa wewe by that time ujui kama inatengeneza kitu ndani yako. Umekuja umekuwa nacho, ukakutana tena na wazazi mvurugo, wakakuvuruga zaidi.
your psychology, wakakuvuruga zaidi. Na kuna watu unaweza kukutana nao anakuambia kabisa, ukianza tu kuongea, ndio hivyo bwana, yani miguu yangu ndio iko hivyo. Ndio hivyo bwana, yani mimi ndio hivyo na kitu changu fulani. Umeona? Kwa hiyo ni kitu unakuwa umekuwa nacho, unaenda mpaka unakuja kuwa mke wa mtu, mpaka unakuja kuwa mume wa mtu. Haya sasa ndo nimeingia mimi ni mgonjwa wa aina hiyo. Mfano tunafanyaje? Mimi napenda kumwambia mtu nobody will save you. Hakuna mtu ambaye atakuja kukuokoa kwenye jambo fulani kama we mwenyewe hujachukua hatua ya kutaka msaada. Kwa hiyo ile hatua ya kwanza mtu labda kaja, hiyo tayari ni hatua ametaka kusaidika. Yes. Ukishajua kwamba mimi na shida fulani na sababu ni kwamba nilitamkiwa maneno haya, labda una miguu kama chelewa, labda una kichwa kikubwa, labda una mwili uko juu mkubwa chini mdogo. Mambo ni mengi ambayo kama bondia. Sijui mwanaume wewe mfupi. Zile zinafanya tusijiamini, si ndio? Ukishajua wewe una hiyo, umepitia hivyo vitu. Kwanza cheka. Mimi namwambia mtu kwanza cheka kwa sababu umejua tatizo ni nini. Yaani sikia kufurahi ndani yako. Alafu jitizame. Simama kwenye kioo. Mimi namwambia mtu, simama kwenye kioo. Alafu sisi baba yetu wote si ni Mungu. Si amesema ametuumba kwa sura na mfano wake. Basi kama wewe una kichwa kikubwa na yule pia anacho, kwa nini wote tumefanana na Mungu na Mungu si ni mmoja? Kwa hiyo unapobadilisha mtazamo wako wa ndani, mtu ajionavyo ndivyo alivyo. Na umetamkiwa hivyo vitu kwa sababu wewe una vitu vikubwa ndani yako. Kwa hiyo watu wanawahi kuvizimisha. Kila siku unakuwa unawaza ile kasoro, unashindwa kustawi. Kwa hiyo cha kwanza lazima ukubali kubadilisha mtazamo wa kifikra. Sawa? Yes. Muda mwingi hicho kitu kimekaa hapa kichwani. Kwa hiyo ili nipate uponyaji, nijiamini, lazima mabadiliko yaje hapa. Kubadilisha mindset yako. Unaweza ukamtoa mtu kwenye utumwa, ukamsaidia kabisa, alafu bado akaendelea kuishi kama mtumwa kwa sababu hapa hapajabadilika. Ndio wanasemaga unamtoa kijijini lakini anaishi bado. Huwezi kutoa kijiji ndani yake. Yes. Yaani unamtoa kule alikokuwa. Yes. Masokolo Bwida, unamleta mjini. Ndio. Ila huwezi kuondoa ule Sokolo Bwida ndani yake mpaka yeye mwenyewe aukulie. Akubali kubadilika. Kwa hiyo kuna vitu hata kwenye ndoa. Mimi nawaambia watu. Kama wote wawili hamtakubali mabadiliko, wewe mmoja hata ufanye vizuri kiwango kipi, hiyo ndoa haiwezi kwenda mbele. Lazima mabadiliko yawe pande zote mbili. Ulitamkiwa una kichwa kikubwa, yes. Hata mimi niliambiwa na miguu kama chelewa. Yaani wote tuna matatizo. Kwa hiyo way forward sio kujionea huruma. Ulishajionea huruma na haikuwahi kukusaidia. Sasa ili kupona lazima tukubali kwamba pamoja na miguu yangu membamba bado ni mizuri sana na bado inanifanya nitembee. Inakusaidia utembee. Na bado na ndo kazi yake. Yes, na bado inanisaidia kutembea na bado nafanya shughuli zangu. Kuna watu hawana miguu. Hiyo tayari ni neema. Pamoja kwamba nina kichwa kikubwa lakini kinafanya kazi vizuri sana. Si ndio? Yani tafuta uzuri katika kitu kadogo hivi. Kwa hiyo tafuta uzuri ndani yako. Yani angalia jinsi una upendo. Jinsi ambavyo ndani yako ulivyo mzuri. Huo uzuri unakuja nje. Ukiona maneno ya watu yanakupa shida, maana yake wewe utaingia ndani umbovu. Una shida. Maana kwenye moyo ndiko kunatoka chemchemi za uzima. Kwa hiyo lazima ukubali kupona kuanzia ndani. Kwa kukubali kwamba hili ni tatizo na natakiwa nivuke. Navukaje? Nitatafuta wataalamu wa kunisaidia jambo hili.
you're free to call me anytime. Kunitumia message, niambie na changamoto 1, 2, 3. Tutaona namna gani tunakusaidia. Sawa sawa. Hapo wanakupataje au wakihitaji? Kabla sijasema napatikanaje, nilitaka ni highlight, yani nitaje kwa kidogo tu tabia ambazo zimekuwa ni tuseme sugu zinazosababisha ndoa nyingi zinaparanganyika. Mfano, ulevi. Ulevi unaweza ukawa aina yoyote. Unaweza ukawa ni pombe, unaweza ukawa ni mpira, unaweza ukawa ni tamthilia, unaweza ukawa ni ulevi wa video game. Yes, yani kitu kikishazidi kiasi. Unaweza ukawa simu pia. Yes, unakuta ni muda wa kuwa pamoja na familia. Wewe umenogewa na mpira. Kila siku unarudi asubuhi. Unakuta ni muda wa kuwa na familia. Wewe unaangalia tamthilia hadi asubuhi. Kwa hiyo tuangalie vitu ambavyo tunaona ni vya kawaida. Na ndoa nyingi zinavunjwa na vitu vinavyoonekana ni vya kawaida. Yeah. Unywaji pombe wa kupitiliza. Nao umevunja ndoa nyingi. Kwa sababu unakuta mtu akishakunywa si akili zinakuwa sio zake. Harudi nyumbani. Au akirudi anaanza kumfanyia mwenzake ukatili. Kwa hiyo au atekelezi majukumu yake. Yes, au anashindwa kutekeleza majukumu yake. Kila wakikubaliana hivi, yeye muda huo ndo anakuwa bwi. Kwa hiyo wanashindwa kufanya. Kwa hiyo lazima kila mmoja kwenye ndoa ujifanyie tathmini. Uangalie wapi umepunguka ili muweze kwenda kule ambako mlitaka mfike. Yeah. Alright. Jamani, huyo ni anaitwa Divine Jackson ambaye tulikuwa naye. Yeye ni legal counselor na anadili na matatizo ya watu ya ndoa almost every day. Kwa anachozungumza hapa ni kitu ambacho anakifanya katika practice yake, na ameamua tu kuja kuhighlight kwa faida yako na mimi ili tuweze kusongesha ili gurudumu la ndoa mbele. Kwa kusema hayo, naomba utaje namna gani wadau wanaweza wakakupata ikiwa watakuita. Sawa. Mimi unaweza ukanipata kwenye namba zangu za simu 0756766667 au unaweza ukanipata kwenye mitandao ya kijamii. TikTok ni Factory Setting, Instagram ni factorysetting_, utanipata. Factory_setting_ utanipata. Ila ukinitumia message, ukinipigia simu kwenye hiyo namba nilotaja, napatikana huko. Yeah. Alright. Na amekuwa muwazi kabisa kwamba yeye ukienda kwake sio shabiki wa kuvunja ndoa. Yeah. Yani sio shabiki wa kuvunja ndoa. Kwa atatafuta namna ambayo aone kama kuna uwezekano wa kurescue. Basi ukiona umeshindikana kwa Divine, ujue basi tena hapo mambo yasharibika sana. Nakushukuru kwa muda wako. Majina yangu mimi ni Irene Kamgisha. Ikiwa ndo umesubscribe, na kukaribisha sana kwenye channel hii. Karibu kuwa sehemu ya watu wanaopenda kujifunza kutoka kwa watu wengine na kutengeneza fikra chanya. Unaweza kunifuatilia kwenye mitandao yangu ya kijamii Irene Kamgisha _ Instagram Irene Kamgisha, Facebook, TikTok and X ambao nao ilikuwa inaitwa Twitter, sasa hivi inaitwa X. Kwa hiyo unaweza ukanipata kwa jina langu tu hilo Irene Kamgisha. Naomba nione comment zako na mawazo gani. Najua tunaweza tusipate muda kuja kuzungumza hapa kama Divine, lakini unaweza ukawa huko uliko ukawa na mawazo bora sana ya kujenga. Kwa hiyo yaweke hapo kwenye comments. Kuna watu wanasoma comments na watapata 2 3 kutoka kwako. Nakushukuru sana. Tukutane tena episode ijayo.